Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa linawashikilia watuhumiwa watatu wakiwemo mkuu wa sekondari ya Kagwa na walinzi wawili kwa tuhuma za kumuua mwanafunzi wa kidato cha 4 Novatus Mgeni wa shule ya sekondari Kagwa iliyopo manispaa ya Sumbawanga. Urusi na Ukraine zimekubaliana kusitisha mapigano katika Bahari Nyeusi baada ya siku 3 za mazungumzo ya amani nchini Saudi Arabia. Na katika michezo, wapenzi wa soka nchini wamekuwa na maoni mseto baada ya timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kupoteza kwa kufungwa mabao 2-0 dhidi ya timu ya taifa ya Morocco katika mchezo wa marudiano wa hatua ya makundi kufuzu kombe la dunia 2026. Asante kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchagua Channel Plus kama kituo chako bora kabisa. Mtazamaji, nikukaribishe katika habari ya kutwa zima leo, ambapo tutakuwa nami Lulu Ali. Katika upande wa michezo na burudani tutakuwa naye Esther Mtebe ambaye atakupasha zaidi katika upande huo wa michezo na burudani. Kwa wakati huu mimi nikwambie karibu sana. Na tukianza huko Sumbawanga, jeshi la polisi mkoa wa Rukwa linashikilia watuhumiwa watatu akiwemo mkuu wa sekondari ya St. Kagwa kwa tuhuma za kumuua mwanafunzi wa kidato cha 4 Novatus Mgeni mwenye umri wa miaka 15 wa shule ya sekondari Kagwa iliyopo manispaa ya Sumbawanga. Wilbert Sumia anaarifu zaidi kutoka huko mkoani Rukwa. Akithibitisha mauaji hayo, kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Shadrack Masija amesema ambapo wanatuhumiwa kumuua mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Kagwa anayeitwa Novatus Mgeni mwenye miaka 15. Hawa tuliowakamata kama nilivyosema ni pamoja na mkuu wa shule ya St. Kagwa ambaye anaitwa Zakaria Mwasenga, ana miaka 47, lakini wengine tuliowakamata kama nilivyosema ni walinzi wa shule hiyo ya St. Kagwa. Mmoja anaitwa Michael Donsiano, ana miaka 33, na wa pili Geoffrey Simon, ana miaka 30. Tarehe 23 mwezi wa 3 2025 majira ya saa 8 usiku, watuhumiwa hawa waliwashambulia wanafunzi watatu kwa kuwapiga na waya wa umeme. Basi wanafunzi hao baada ya kuwa wameshambuliwa kificho kituo cha Sumbawanga, kituo cha polisi Sumbawanga, na hatimaye hospitali ya rufaa Sumbawanga kwa ajili ya matibabu. Wanafunzi wawili walitibiwa na kuruhusiwa, lakini huyu Novatus yeye hali yake iendelea kuwa mbaya. Baadhi ya wananchi wamelaani mauaji hayo na kuiomba serikali kuchukua hatua stahiki. Kwa kweli kitendo ambacho kimeweza kufanyika hapo shuleni, shule ya sekondari Kagwa, kiukweli kabisa yani kimetusikitisha kama tukiwa wazazi, kwa sababu ukizingatia unampeleka mtoto shuleni ili aweze kwenda kusoma. Sawa, hatukatai kama mwanadamu anaweza kana na mapungufu, lakini kufikia hatua walimu pamoja na wafanyakazi kumchangia mtoto mpaka kumuua imetusikitisha sana. Mimi naomba kwa kweli serikali ingilie kati, walimu wanaofundisha watoto wasipige watoto kupitiliza. Kwanza kupiga sio kufundisha. Mungu ailaze mahali pema roho ya marehemu Novatus. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, mimi ni Wilbert Sumia na hii ni Channel 10 Plus. Na mtazamaji, huko Mashariki ya Kati, Urusi na Ukraine zimekubaliana kusitisha mapigano Bahari Nyeusi katika mikataba tofauti na Marekani baada ya siku 3 za mazungumzo ya amani nchini Saudi Arabia. Tupate taarifa kamili. Serikali ya Washington imesema pande zote zinaendelea kufanya kazi kuelekea amani ya kudumu, ambapo makubaliano yaliyofungua njia muhimu ya biashara. Rais Donald Trump ameahidi pia kushinikiza kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Moscow, hususan katika sekta ya kilimo na mbolea, suala ambalo limekuwa likidaiwa na Urusi kwa muda mrefu. Hata hivyo, Urusi imesema makubaliano hayo kuhusu Bahari Nyeusi hayatatekelezwa hadi baadhi ya benki zake zirejeshwe katika mfumo wa kifedha wa kimataifa. Maafisa wa Marekani wamekuwa wakikutana kando na wapatanishi kutoka Moscow na Kyiv mjini Riyadh kwa lengo la kusuluhisha mapatano kati ya pande hizo mbili. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza kuwa makubaliano hayo hayatakiwi kutegemea kuondolewa kwa vikwazo, akiita kauli ya Urusi kama jaribio la kujaribu kuchezea
utekelezaji wa makubaliano hayo. Mazungumzo hayo yalifanyika Saudi Arabia baada ya Trump kuwasiliana na marais wote wawili. Yameonekana kama hatua ya kwanza muhimu kuelekea lengo lake la kusimamisha vita nchini Ukraine vilivyoanza miaka 3 iliyopita. Shabani Mpute, Channel 10+. Na huko mkoani Mara, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi milioni 100 kwa wakazi wa manispaa ya Musoma mkoani Mara, ambapo nyumba zao zilizuiliwa na upepo na kusababisha kaya takriban 319 kuharibiwa makazi usiku wa Machi 23. Musa Makala na ripoti kutoka huko Mara. Huu si mkutano wa hadhara, rahasha. Hii ni kambi ya baadhi ya kaya ambazo hazina pahala pa kuishi kwa sasa kufuatia nyumba zao kuezuliwa na upepo usiku wa Machi 23 kuamkia Machi 24 hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara kufuatia mvua kubwa ilionyesha ikiambatana na upepo mkali. Tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesikia kilio cha wakazi hawa kisha kutuma timu. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya wanaendelea kutujali sana. Kamati ya ushauri ya Rais masuala ya siasa na jamii wanafika hapa mkoani Mara kuongeza nguvu katika hili na kisha kukabidhi kiasi cha shilingi milioni 100 ili ziweze kusaidia kwa wananchi hawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais anakupeni pole sana wananchi wa Mara, lakini wananchi wa Musoma ambao jambo hili limetokezea. Mheshimiwa Rais katika kuungana nanyi amekuleteeni mchango wa milioni 100 ili uweze kuanza kuwahudumia katika shughuli mbalimbali ambazo zitajitokeza katika kukabiliana na jambo hili. Na hizi milioni 100 zitakuwa kwa eneo lote la kata 10 ambazo zimeathirika. Janga hili kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan limeshatokea, lakini na imani hawa hawatalala mpaka lifike mwisho. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema kaya 319 kati ya hizo 45 hazina pa kuishi hadi sasa kutokana na makazi yao kuharibika vibaya, huku wananchi nao hawakusita kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan. Wananchi takriban hadi sasa 45 ambao maskani waliokuwa wanakaa huko yamekuwa hayafai. Kwa hiyo wamekuja hapa, wamepata hifadhi ya muda na tunaendelea kuwasaidia. Natoa shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais ambaye ametujali, ameona kwamba tuna umuhimu wananchi wa Nyakato pamoja na wa Maziwa ili aweze kusafirisha watu wake kwa ajili yetu sisi kuja kutuangalia. Sababu kwanza zitatusaidia sana wale watu wetu walioathirika, na tunamshukuru sana kwa sababu ni mtu mwenye moyo mzuri. Ni timu ya watu watatu ya ushauri ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakiwa hapa wamezungumza na wananchi na kuwataka kuendelea kuwa watulivu wakati serikali ikiangalia namna nyingine ya kuhakikisha inawasaidia na kuondoka ama kurejea kwenye maeneo yao. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii Channel 10. Naam, shukran sana Musa Makali kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imewanasa watuhumiwa 7 akiwemo kinara wa biashara haramu ya mirungi nchini alikuwa akitafutwa kwa muda mrefu maarufu kwa jina la Mama Dangote. Katika operesheni hiyo ekari 285.5 za mashamba ya mirungi zimeteketezwa wilayani Same mkoani Kilimanjaro kuanzia tarehe 19 hadi 25 Machi 2025. Katika kijiji changu cha Ikonde tunatambua kuna baadhi ya watu wanastawisha kilimo cha madawa ya kulevya aina ya mronge. Kama serikali tumechukua jitihada kuelimisha wananchi kuhusu madhara ya madawa ya kulevya aina ya mronge, lakini kuwasaidia kupata mazao mbadala walime ili kuepukana na kilimo hicho. Kama serikali tumejitahidi kuwaletea mradi wa nguruwe pamoja na miti ya miparachichi. Ninachokiona huku mazao ni mengi yanayostawi na yanayoweza kuwaingizia kipato. Lakini pia ipo miradi mbalimbali ambayo ingeweza kuwaingizia kipato. Mazao ni kama vile vitunguu, karoti, miradi ya ufugaji wa nguruwe, wa kuku, hiyo pia ingeweza kuwaingizia kipato. Lakini changamoto ninayoiona kwamba kama wote wataweza kuingia kwenye kilimo cha hayo mazao niliyoyataja, changamoto kubwa ni barabara. Kwamba wanaweza wakalima lakini sehemu ya kupeleka mazao yao ikosekane. Operesheni hiyo imekamata watuhumiwa 7 akiwemo kinara wa biashara ya mirungi mkoani Kilimanjaro Interindwa Zingwenywa Kirumbi maarufu kwa jina la Mama Dangote.
Mama Dangote ni mzalishaji na msambazaji mkubwa wa dawa za kulevya aina ya mirungi na amefanya biashara hii kwa zaidi ya miaka 30, ambapo amekuwa akiendesha mitandao ya wafanyabiashara wa mirungi na kusimamia masoko katika maeneo mbalimbali hapa nchini, licha ya kujua kwamba biashara hii ni haramu na ni kinyume cha sheria za nchi. Mwaka juzi mamlaka ilifanya operation katika maeneo haya na kuteketeza ekari 535 za mashamba ya mirungi. Kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya na Wizara ya Kilimo iliweza kutoa elimu kwa wananchi hawa ili kuweza kuachana na biashara hii na kilimo cha mirungi na kuweza kulima mazao mbadala pamoja na ufugaji. Uongozi wa wilaya kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na Mifugo imeweza kutoa mifugo kwa wananchi hawa na wameendelea kufuga. Lakini pia imetoa miche ya kahawa, miche ya iliki pamoja na mazao mengine mbadala katika maeneo haya, na wananchi walio wengi wameachana na biashara na kilimo cha mirungi na wameanza kulima mazao hayo. Wito wangu kwa Watanzania, tuendelee kushirikiana na mamlaka kutoa taarifa mbalimbali za wazalishaji, wasambazaji na watumiaji wa dawa za kulevya hapa nchini, ili tuhakikishe kwamba tunatokomeza kabisa biashara ya dawa za kulevya nchini, ili kulinda taifa na kulinda ustawi wa jamii yetu ya Watanzania na kujenga taifa endelevu linalokuwa kiuchumi. Na mtazamaji, tukiangazia huko Korea Kusini, takriban watu 18 wamefariki dunia na wengine 19 kujeruhiwa wakati moto wa nyika Korea Kusini ukiendelea kuteketeza eneo la kusini mashariki mwa nchi hiyo. Mwanahabari wetu anaundana na taarifa hii. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama nchini Korea Kusini, moto mkubwa wa misitu unaendelea kwa siku 5 mfululizo katika maeneo ya kusini mashariki umesababisha vifo, huku maelfu wakilazimika kukimbia makazi yao. Rais wa mpito wa nchi hiyo Han Duck-sung amesema kuwa moto huo umeleta uharibifu mkubwa usio wa kawaida na kuzidi makadirio yote yaliyofanywa hapo awali. Zaidi ya ekari 1043 za ardhi zimeteketea kwa moto, majengo zaidi ya 200 yameharibiwa, ikiwemo hekalu la kale lenye umri wa miaka 1300 pamoja na viwanda na magari mengine. Zaidi ya wazima moto 9,000, helikopta 130 na mamia ya magari wanaendelea kupambana na moto huo licha ya hali ya hewa kavu na upepo mkali unaozuia juhudi zao. Serikali imesema bado moto huo haujathibitiwa kikamilifu, huku maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni miji ya Andong, Uiseng, Sanchong pamoja na Ulsan. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Na shukrani sana Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Wakazi zaidi ya 1,000 wa kijiji cha Ipepo, tarafa Ukwama, wilayani Makete mkoani Njombe hatimaye wameondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya serikali kuzindua rasmi mradi wa maji uliogharimu shilingi milioni 416. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe inatueleza zaidi. Ndiyo, hii ni furaha kwa wakazi wa kijiji cha Ipepo ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakabiliwa na matatizo ya maji yasiyo safi na salama, hali inayosababisha mlipuko wa magonjwa kama kichocho na kuharisha. Lakini sasa kupitia wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, suluhisho limepatikana. Maradhi yalikuwa ni mengi, magonjwa nini, tulikuwa tunaumwa mara kwa mara, watoto tunawapeleka kwenye vituo vya afya. Lakini sasa hivi kumekuwa na uafadhali, homa za hapa na pale zimepungua. Tunashukuru kupata mradi wa maji. Tunaomba msaada endelee kutusaidia ili watoto wetu wasipate shida katika shule yetu ya Ipepo. Wananchi walikuwa wanapata tabu sana katika issue ya kupata maji, kwa sababu walikuwa wanapata maji mbali, hayana usalama kwa ajili ya afya. Lakini kwa sasa hivi kulingana na RUWASA, maji wanayotuletea ni maji ambayo ni bora. Mradi huu wa maji umezinduliwa rasmi na mkuu wa wilaya ya Makete Kisa Kasongwa, ambaye amesisitiza umuhimu wa wananchi kulinda vyanzo vya maji na kuhakikisha huduma hiyo inakuwa endelevu. Zile fedha ni gharama nyingi sana. Tunatunza miundombinu ya maji, lakini pia tutunze na uoto asili. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kaleta miundombinu. Nitasikitika kusikia kwamba Ipepo wamekata bomba, maji yamekatika, wenzao hawapati. Kwa upande wake meneja wa RUWASA wilayani Makete Mhandisi Innocent Liamuya amesema mradi huu utahakikisha wananchi wa Ipepo wanapata huduma ya maji kwa uhakika. Huu mradi unaoona unahudumia wananchi wapatao 1015. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuna vituo vya kuchotea maji 9 katika eneo la mradi. Vile vile tuna kituo maalum katika shule ya sekondari ya kata ya Ipepo. Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Ipepo bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa umeme licha ya miundombinu kuwepo. Umeme umefika, ila sasa
tuna mwaka umeme auwaki. Tutawapa majibu mazuri. Haiwezekani umeme ufike alafu usiwake. Kutoka kata ya Ipepo, tarafa ya Ukwama, wilayani Makete, mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick. Wazazi na walezi wanaombwa kuzingatia usalama wa watoto pindi wanapokuwa nyumbani, kuacha kuwapatia simu ili ondokane na makosa ya kimitandao. 87% imechangia kuwepo na mmomonyoko wa maadili kutokana na watoto wa Kitanzania kutumia simu na kuingia katika mitandao ya kijamii na kusababisha mila na desturi za Mtanzania kupuuzwa. Mwandishi wetu Pascal Emmanuel Katona ana taarifa zaidi. Akifungua mafunzo hayo ya siku mbili, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Katavi, Florence Crescent, amesema kuwa anaomba wazazi na walezi kuhakikisha wanazingatia usalama wa watoto mtandaoni. Kama mtoto anakaa pale kwenye runinga au kwenye simu, unakuta kwamba picha anaangalia labda zile move, zile za kuchinjana visu, za kupigana ngumi, mateke. Ni nini hii? Manake mtoto anapendelea kuangalia ile kitu, inamuondolea ule utu na huruma. Anaona kwamba kumuumiza mwenzake ni jambo la kawaida. Fikiria huyu ni mtoto anayekuwa. Ni nini kinachopangwa kwa huyu mtoto? Maana hata atakapokuwa mtu mkubwa ambaye tunategemea mtu mzima huyu angeweza kuwa na busara yake, unakuta hana busara, hana huruma. Anaweza kufanya mambo yoyote ya kukatili ya kinyama kwa sababu wakati anakuwa alishazoea kuona vitendo vile vimekwisha kuharibu saikolojia yake. Wakufunzi Mwalinde Kato, afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mtandaoni, wameeleza lengo la mafunzo hayo kwa mikoa 4: Katavi, Kigoma, Tabora na Rukwa. Lengo kabisa la kampeni hii ni kuweza kuelimisha watoto, kuelimisha wazazi, walezi, walimu na jamii kwa ujumla kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni na namna ya kumlinda mtoto hasa anapoingia kwenye mitandao. Ama mapinduzi makubwa sana ya matumizi ya teknolojia kwa jamii, kwa watu wa aina zote. Na ambacho kilichoko sasa hivi tumeona kwamba zaidi ya 87% ya inayochangia mmomonyoko wa maadili inasababishwa na matumizi makubwa ya teknolojia. Nao baadhi ya washiriki katika mafunzo hayo walikuwa na haya ya kueleza. Kupitia mafunzo haya tunahakikisha kwamba ulinzi na usalama wa mtoto hasa mitandaoni ambao unakuwa kwa kasi sana unakamilika. Plan kutengeneza madawati mashuleni, kutengeneza madawati kwa ajili ya kutupa taarifa watoto wanapokuwa shuleni. Yani madawati ya watoto kwa watoto pale shuleni, wanafunzi kwa wanafunzi, tuwape elimu wale wanafunzi namna ambavyo wanaweza wakajilinda wao kwa wao kupitia haya masuala ya mitandao wanapokuwa likizo majumbani. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pascal Emmanuel Katona. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma walionufaika na huduma za matibabu bure kwa madaktari bingwa wa magonjwa yasiyoambukizwa kutoka taasisi ya Rotary Family Health wameomba matibabu hayo yawe endelevu ili kuweza kuzifikia jamii nyingi ambazo hazina uwezo wa kufikiwa na huduma hizo. Bitanyoni kutoka Ruvuma anatuarifu zaidi. Wakishukuru baada ya kupatiwa matibabu bure kwa magonjwa ya moyo, ini, kisukari, macho, saratani ya shingo ya kizazi, baadhi ya wanawake wamesema wengi wao hawajui kama wana changamoto kutokana na kutokuwa na utamaduni na uwezo wa kwenda kupima magonjwa hayo ambayo yameshamili hapa nchini. Kwa hospitali zingine waendelee kutusaidia ambao sisi hatuna uwezo wa kwenda kupata vipimo, tunakaa na maradhi nyumbani. Tunaomba watusaidie. Nipunguzia gharama kubwa sana hasa kwenye ugonjwa wa moyo. Ni bei kubwa, lakini nashukuru nimefika hapa, nimetibiwa, huduma zake ni mzuri. Nashukuru nimefurahia na huduma hii. Sababu wananchi wengi hatuna uwezo wa kwenda kufuatilia matibabu. Niliposikia matangazo haya nilifarijika sana na huduma hii nimepokea kwa furaha sana. Kwa upande wa daktari bingwa kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Mloganzira, Joyce Joseph, ambaye pia ni mwakilishi kutoka Rotary nchini, amesema changamoto waliobaini watu wengi hawana mazoea ya kufanya vipimo mara kwa mara kwa magonjwa yasiyoambukizwa. Ambayo haya magonjwa mtu inabidi awe anaenda hospitali mara kwa mara ili kupata kujua kwamba ana zile
symptoms au viashiria achirishi kwamba anaweza akapata haya magonjwa. Na tumepima maeneo mengi ikiwepo eneo la tezi dume, eneo la kansa ya shingo ya kizazi kwa kina mama, tumepima eneo la kansa ya matiti kwa kina mama, tumepima homa ya ini. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Songea Williman Kapenja Mandile amewataka wananchi kujiunga na bima za afya pamoja na kubadili mtindo wa maisha. Ugali anakula kupita kiasi, tena wa aina moja tu, chakula cha aina moja. Ulaji wa vyakula unaharibu miili yetu sana. Kwa hiyo ni rahisi kupata hayo magonjwa. Kwa tunatakiwa kuwa na nidhamu ya ulaji, nidhamu ya maisha. Usinywe pombe kupita kiasi. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni. Naam, mtazamaji, tukiwa bado tunaangazia taarifa habari, tuangazie huko Ukingo wa Magharibi wa Gaza ambapo mwigizaji filamu wa Kipalestina Hamdan Balal ameachiwa na mamlaka za Israel baada ya kukamatwa na kuzuiwa na wanajeshi katika Ukingo wa Magharibi wa Gaza wanaokaliwa kimabavu. Mamlaka za Israel zimemwachia huru Hamdan Balal, mwigizaji wa Kipalestina wa filamu ya No Other Land iliyoshinda tuzo ya Oscar siku moja baada ya kushambuliwa na walowezi wa Kiyahudi na kisha kukamatwa na wanajeshi. Wakati huo bunge la Israeli limepitisha budget muhimu ya serikali, hatua ambayo inampa nguvu zaidi waziri mkuu Benjamin Netanyahu licha ya shinikizo kubwa la umma kutokana na vita vinavyoendelea huko Gaza. Wakati hayo yakiendelea, mashambulizi ya usiku wa Israel katika ukanda huo wa Gaza yameua watu wasiopungua 23 huku wakiwemo watoto 3 na wazazi wao waliouawa katika hema lao. Huko Wizara ya Afya imeripoti zaidi ya watu 792 wameuawa na wengine 1663 kujeruhiwa ndani ya wiki moja tangu Israel ilipovunja makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas. Tuingazie huko mkoani Geita, watu 3 wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Geita kwa tuhuma za kusafirisha dhahabu yenye thamani ya zaidi ya milioni 749 kwa njia za magendo wilayani Bukombe. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Geita Adam Maro ametoa taarifa hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo wamesema watu hao walikamatwa Machi 24 majira ya saa 5 usiku katika mtaa wa Kapera wilayani Bukombe mkoani Geita. Ni wakazi wa mikoa ya Mwanza, Shinyanga na Simiu wakiwa na gramu 3263 za dhahabu yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 749. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linawashikilia watu 3 ambao walikamatwa wakiwa na gramu 3263.72 za dhahabu zenye thamani ya shilingi milioni 749,509,531 na senti 94 ambazo walikuwa wakizisafirisha kwa magendo. Kamanda Maro amewataja watu hao kuwa ni Yohana Idama umri miaka 34 mkazi wa Mwanza, Moshi Manzili miaka 26 mkazi wa Simiu na Hamidu Salum miaka 25 mkazi wa Shinyanga. Walikamatwa wakiwa na dhahabu hiyo kwenye gari aina ya Toyota Premio yenye namba za usajili T739 EEH. Uchunguzi wa tukio hili kwa kushirikiana na taasisi nyingine unaendelea ili kuwabaini wahusika wengine waliohusika na tukio hili ili kuweza kuwafikisha mbele ya sheria. Katika tukio lingine, Kamanda Maro amesema mtoto mwenye umri wa miaka 9 Ibrahim Masumbuko, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Kakoyoyo wilayani Bukombe, amefariki dunia baada ya kupigwa na radi. Watoto hao walikuwa katika shamba la mpunga wakiwinda ndege, lakini walivyoona kwamba mvua imezidi ilikuwa inaambatana na radi, walikimbia, lakini wakiwa njiani ndio tukio hilo kubwa likawapata. Huyo mmoja akawa amepoteza maisha. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Na ruzuku ya shilingi bilioni 15 zilizotolewa mwezi Desemba mwaka jana kwa wakulima wa zao la tumbaku ila ni Chunya bado hazijafikia kulima na hazijulikani zilipo. Hivyo wakulima wamemtaka mbunge kumweleza Rais Samia kadhia hiyo. Taarifa ya Rose Chapewa inatueleza zaidi. Umefanyika mkutano mkuu wa mwaka wa chama kikuu cha ushirika
kinachosimamia zao la tumbaku na mazao ya chakula CHUTICU. Mkutano ambao ulikuwa unafanya tathmini ya mwaka uliopita na kupanga makisio ya mapato katika mwaka ujao, ndipo ikaibuka hoja ya fedha za ruzuku ambazo zilitolewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kuwa rais alitoa hela hii ya ruzuku kama wakulima wapatiwe, lakini hiyo hela ilikuwa masuli kwa mtu gani ambaye mmemtamka huyo? Kama ameona kama haifai kupewa sisi hiyo hela, kurudishia rais, kwa sababu huu ni unyanyasaji na ubabaishaji mkubwa. Mheshimiwa mbunge, kama ukisema leo ungekuwa huna nauli, utakiwa uende kwa rais ndani ya siku 2 ukaulize. Zaidi ya miaka 3 ruzuku. Ila makao akasema ruzuku kwenye NPK inatoa. Hatujaipata mpaka leo. Rais ametekeleza majukumu yake, walioko huku chini wanaambia kwa Mheshimiwa Rais amewapa pesa, nani anakuambisha hawajui, wanatuuliza kila siku. Sasa hawana taarifa mpya. Wajumbe wa chama cha ushirika wa mradi wa pamoja TCJE nao walitupia lawama mamlaka ya mbolea Tanzania TFRA. Na hii kama ni kero, tunaopata shida sana ni sisi. Tumeiomba kweli, kilichobaki ni TFRA kutukabidhi TCJE. Bado hilo zoezi hawajakabidhi hela TCJE. Fedha sio kwamba iko TCJE au kwa ushirika. Fedha bado haijaingia ushirika. Fedha bado iko TFRA. Mbunge wa jimbo la Lupa Masache Njelu Kasaka akaahidi kulifikisha swala hilo kwa waziri mwenye dhamana na kilimo. Nimeyapokea na nitafikisha kwa serikali, kwa maana nitafikisha kwa waziri, hasa zile ruzuku, ile fedha ya ruzuku. Na hapa tuko tunaongea na nyinyi, kwa namtafuta mheshimiwa waziri ili nimfikishie. Nilitamani ningepata ningewapa majibu hapa ya zile fedha za ruzuku. Nitaondoka, nitakwenda Dodoma, nitamwambia na nitaleta taarifa hizi kwa mwenyekiti pamoja na bodi ili na yeye aweze kusema na aweze kuwapeni taarifa. Kutoka Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa. Na mtazamaji, taarifa yake Rozi Chapewa hiyo ndio inatupa saa kwenda kuungana na Esther Mtembe katika upande wa michezo na burudani. Hii ni Charlton Plus, nami ni Lulu Hali Bakinase. Na huu ni ule wasaa wa habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, karibu ungane nami. Watanzania hasa wapenzi wa soka nchini wamekuwa na maoni mseto baada ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kupoteza dhidi ya timu ya taifa Morocco katika mchezo wa marudiano wa hatua ya makundi ya kufuzu kombe la dunia 2026 kwa kufungwa mabao 2-0 katika mchezo uliopigwa uwanja wa manispaa ya Oujda nchini Morocco. Kuna muda timu inabidi ipate sapoti ya kila mtu. Umeelewa? Kusiwe na kujigawa. Hiyo timu ya watu fulani, hiyo timu kile kitu kisiwepo. Umeelewa sivyo? Kiwepo na kitu ambacho mtu ambaye anakuwa bora aitwe acheze. Umeelewa sivyo? Kocha akiona aitwe. Sio kocha ameita kikosi mnaanza kumlazimisha. Hajamuita fulani. Umeelewa sivyo? Sasa kwa sasa hivi wa Tanzania wachezaji ambao wana level ambao na kabisa wanaweza kukompiti katika ile daraja A wapo tunao. Umeona akina Baka wako vizuri sana. Umeona Faisali. Hao wachezaji ambao wanafanyaje wako vizuri, wanaweza kuisaidia timu yetu ya taifa. Sio? Kwa hiyo manake wao sasa, umeona, kwa sababu wanaweza kuisaidia timu, wapewe nafasi. Lakini Simba na Yanga kwingine vipi? Simba na Yanga wakiamua kumuondoa mchezaji mchezoni, manake national team inakosa mchezaji wa maana. Wakikosa national team mchezaji wa maana, tafsiri yake katika eneo hilo tunakuwa na mapungufu. Tanzania leo tunajiandaa kutaka kwenda kwa AFCON. Kipa wa Tanzania ambao leo ukiambiwa utaje booster yako, golikipa wa Tanzania nani? Utaondoka na Manula sio muongo. Exactly, ndio golikipa wa Tanzania. Yaani yule ndo Tanzania wanu kwa sasa. Yaani mikoba kina Juma Kaseja yote sasa hivi anayoishi, huo ndo ukweli. Na mtu wote ambaye anajua mpira atakwambia neno hilo. Yaani aishi ndio golikipa wetu, lakini leo ndaka kulazimishwa tuonekane akina Alisam ndio magolikipa. Nafikiri ilikuwa mechi ngumu na tulikuwa tunajua tunakuja kukutana na Morocco, moja ya timu ngumu sana Afrika au duniani kwa ujumla. Lakini nafikiri tulikuwa na approach nzuri, tumejaribu kuhakikisha kwamba tuna manage pressure yao kadri ambavyo ilikuwa inawezekana, na niwashukuru wachezaji wangu wameweza kufanya kile ambacho tulikubaliana wakafanya. Tumeanza first half, tumeweza kumanage, tumerudi second half, tulijua kitakuwa kipindi kigumu zaidi kuliko kipindi cha kwanza, tukajaribu kuhakikisha tukainsist
kile ambacho tulikifanya tuongeze zaidi, lakini nafikiri wameweza kutumia let's say experience ya ujuzi wao zaidi kuhakikisha kwamba wanatukumu na wamefanikiwa, sio. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu, lakini nawashukuru wachezaji wangu wameweza kucheza kwa maelekezo, sio. 2-0 is football. Huo Morocco inaendelea kuongoza kundi E kwa kujikusanyia alama 15 katika michezo mitano, na kwa uwiano mzuri wa alama wamejihakikishia nafasi ya kufuzu kombe la dunia 2026 litakalofanyika Marekani, Mexico na Canada. Mashindano ya klabu bingwa ya mpira wa mikono yameanza kutimua vumbi wilayani Bunda mkoani Mara kwa mwaka 2025, huku wadau wa michezo huo wakiomba serikali kuwekeza nguvu katika mchezo huo kwa walivyofanya katika mpira wa miguu ili kufungua fursa na kuvumbua vipaji katika maeneo mbalimbali. Musa Makali anatuarifu zaidi. Kauli hii imetolewa katika uzinduzi wa mashindano haya ya mpira wa mikono ya klabu bingwa kwa mwaka 2025 ambayo yanafanyika wilayani Bunda mkoani Mara, ambapo wadau wameomba serikali kuwekeza nguvu katika eneo hilo. Kuziomba mamlaka zinazosimamia michezo ya aina hii kuweka jitihada, ikiwa ni pamoja na kuleta wadau mbalimbali kwa ajili ya ufadhili wa mashindano haya, ikiwa ni pamoja na kuanzisha ligi rasmi itakayofadhiliwa ili kuibua vipaji zaidi. Sambamba na hilo, kamati za chama hiki kinachosimamia aina hii ya michezo iendelee kuyatangaza mafanikio hayo makubwa kwa jamii na umma wa Tanzania ili kuongeza mwamko na kupanua wigo wa ushiriki, kwani michezo ni afya, michezo ni ajira, lakini michezo hii ni kiunganishi cha jamii katika kulinda na kuitunza amani yetu bila kusahau utamaduni wetu. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa chama cha mpira wa mikono Tanzania amesema mkoa Mara ni miongoni mwa mikoa yenye vipaji vingi. Kufanyika kwa mashindano haya katika mkoa huo ni kuleta chachu zaidi ya vijana kupenda mchezo huo. Kuzungumzia handball huwezi kuiacha Mara. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba tunawapa nafasi ya upendeleo waweze kutusaidia hata namna ujenzi wa viwanja mbalimbali ambavyo ni standard, ili kuhakikisha mashindano yetu tunaweza tukafanya katika hali ambayo ni nzuri. Na tukiwa na viwanja ambavyo ni vizuri, sisi kama Tanzania tunaweza tukahost mashindano makubwa. Lakini tunatoa fursa kwa timu za vijana ambazo kimsingi uwezo wa kujihudumia hazina, lakini kupitia mikoa husika inayoandaa mashindano hayo, inahodhi mashindano hayo, inakuwa na nafasi ya kuweza kuhudumia timu za vijana kuanzia malazi, chakula na kila kitu. Vilabu viko chache sana. Kwa hiyo tunajaribu kuingia paka kama shuleni ili tupate vilabu vingi. Ila tunashukuru kwa sasa hivi vilabu vimezidi kuongezeka. Mchezo huu ni mchezo ambao una manufaa makubwa sana kwetu sisi, hasa kwa wasichana kama mimi. Kwa sababu moja, naimarisha afya yangu. Pia mchezo huu ni ajira. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10+. Asante Musa Makali kwa habari hiyo kutoka mkoani Mara. Klabu ya Simba kupitia afisa habari na mawasiliano Ahmed Ali imetangaza viingilio vya mchezo wao wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry utakaopigwa tarehe 9 April kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni kusema kwamba iko zaidi ya 100% Simba Sports Club kucheza mechi yake ya robo finali dhidi ya Al Masry tarehe 9 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nyote mnakumbuka msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa alitutoa hofu wa Tanzania ya kwamba Benjamin Mkapa iko tayari. Na sisi tuishi humo kwenye kauli ya kiongozi wetu wa nchi ya kwamba Benjamin Mkapa yuko tayari. Na ndio maana sisi tunafanya maandalizi yote kuelekea Benjamin Mkapa, kwa sababu tuna assurance na mmiliki wa uwanja ambaye ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo wana Simba, hatuna muda wa kusubiri. Tunafanya maandalizi yetu ya mchezo wetu wa tarehe 9, mchezo wetu wa marudiano kuelekea Benjamin Mkapa. Rekodi kubwa tulioweka ya kuingiza mashabiki wengi kwa msimu huu ni mechi baina ya Simba na Al Ahly Tripoli ambayo tuliingiza mashabiki 1046. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Al Masry tunataka kuvuka idadi ya mashabiki 1046. Maana yake tunataka kuingiza mashabiki kuanzia 1050 mpaka 1060 kwa maana ya full capacity. Na hili kwa wanasimba linawezekana sana ukiangalia umuhimu na ukubwa wa mchezo wenyewe. Lakini kama kawaida yetu tumeandaa mfululizo wa matukio kadha wa kadha
kwa ajili ya kutengeneza hamasa, kuuza tiketi na kufanya mchezo wetu huu uwe ni mchezo maarufu zaidi kati ya michezo yote itakayopigwa kwenye hatua hii ya robo finali. Mashabiki wa klabu ya Yanga mkoani Mtwara wamewataka viongozi wa klabu yao kutoshawishika kupeleka timu uwanjani kwa ajili ya kucheza mchezo nambari 104 dhidi ya watani wao Simba Sports Club. Adam Malima kutoka Mtwara anatuarifu zaidi. Hatuchezi mchezo namba 184, hatuchezi. Ni mashabiki wa mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara klabu ya Yanga hapa mkoani Mtwara ambao wamekutana kuungana na mashabiki wenzao nchini kote kutaka timu yao isicheze mchezo kati yao na mahasimu wao wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club ambao ulihairishwa, kwamba ile mechi hatuwezi kucheza tena, haipo. Kama tutacheza ile mechi kwa kurudiana, kauli iliyotamkwa na makao makuu viongozi wetu kwamba bodi ya ligi ijiuzuru yote, iondoke, sisi tutatia mguu pale. Hatutaweza. Kama wanamtwara tunaunga mkono tamko kuto kurudia mechi ya tarehe 8, mechi namba 184 mpaka hatua za kisheria na kinizamu zifate mkondo wake. Mashabiki hawa wanataka viongozi wao kutoshawishika kupeleka wachezaji uwanjani kwa ajili ya mchezo huo. Viongozi wataitwa waende, lakini kukubali kucheza mchezo wasikubali. Chini ya shinikizo lolote lile, Yanga Mtwara tupo tayari timu yetu ishushwe daraja, tupo tayari timu yetu ifutwe. Tutakuja kujipanga, tutaanza ligi daraja ya 3, tutajipanga tutaanza ndondo. Kama timu ilikotoka ikapanda daraja, watupeleke kokote kule. Tutatoka tutarudi kwenye daraja la kwanza, tutakuja tutacheza, tutarudi tutakwenda ligi kuu, lakini tunachotaka hapa ni heshima ya mpira iwepo na kanuni ziheshimike. Nikiripoti michezo kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima. Na asante Adam Malima kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mtwara. Na taarifa hii inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa ni ule wasaa kwenda kujua kunani katika upande wa burudani. Aliyewahi kuwa mchezaji wa gofu nambari 1 duniani, Tiger Woods, ametangaza kuwa yupo kwenye mahusiano na Vanessa Trump, mwanamke aliyewahi kuwa mkwe wa zamani wa rais wa Marekani Donald Trump. Vanessa mwenye umri wa miaka 47 alikuwa mke wa zamani wa mtoto wa Trump, Donald John Trump Jr. kwa miaka 13 kwenye ndoa na kujaliwa watoto 5 kabla ya kuachana mwaka 2018. Tiger alichapisha picha zake akiwa na Vanessa kwenye mitandao ya kijamii na kuandika, "Mapenzi yapo juu na maisha ni mazuri ukiwa upande wangu." Haya yanajiri kufuatia baada ya hivi karibuni kuripotiwa mara kwa mara kwa mahusiano yao katika magazeti ya udaku nchini Marekani. Japokuwa Tiger Woods amejulikana kwa kuweka maisha yake ya binafsi kuwa ya faragha tangu miaka ya 2000 wakati habari za kuwa na mwanamke wa nje ya ndoa baada ya kutalikiana na mke wake wa kwanza Ellen Nordegren, ambaye walikuwa wameoana kwa miaka 6 na walikuwa na watoto 2. Magazeti ya Marekani yanaripoti kuwa watoto wa Tiger Woods walisoma shule moja na watoto wa Vanessa Trump. Alin German, Channel 10 Plus. Naam, huyo ni Gelman akiwa ametuhabarisha kwenye habari za burudani. Na kutoka mitandaoni, bondia wa kike aliyewahi kuwa bingwa wa dunia kutoka nchini India, Sawit Bora, amezua taharuki baada ya kumshambulia kwa kumkunja mumewe aliyefahamika kama Deepak Niwas Hoda, ambaye ni mchezaji wa kabadi, wakiwa ndani ya kituo cha polisi wakati wa mchakato wa kudai talaka yao ukiendelea. Imeelezwa kuwa tukio hilo lilitokea ambapo Bora alionekana akimrukia Hoda na kumshika koo wakati wa mazungumzo kati yao, hali iliyowalazimu ndugu na maafisa wa polisi kuingilia kati ili kuwazuia, ambapo licha ya kutenganishwa, malumbano makali yaliendelea kati yao ndani ya kituo hicho cha polisi. Taarifa za awali zinasema mwanamke huyo alikuwa tayari amemshitaki mumewe kwa madai ya unyanyasaji wa ndoa na kushinikizwa kutoa mahari zaidi, ambapo mnamo Februari 25 alifungua rasmi kesi akimtuhumu mumewe na familia yake kwa kumshambulia na kumdai gari la kifahari kama mahari, na polisi walisema mwanaume huyo aliitwa kutoa maelezo mara kadhaa lakini hakufika, akidai afya yake imedhihirika kutokuwa na
kutokana na msongo wa mawazo na afya yake ilikuwa imeathirika. Tukio hilo linazua mjadala mkubwa baada ya video kusambaa mitandaoni, huku mamlaka zikiendelea kufuatilia hali hiyo kwa undani zaidi. Na hivyo ndivyo tunahitimisha habari za michezo kwa siku hii ya leo. Kwa maoni na mtazamo wa taarifa zetu za habari, usisahau kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram na YouTube ambapo tunapatikana kama Plus Digital. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi ni Esther Mtebe, nikurudishe kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuhitimisha habari kwa usiku huu wa leo. Mtazamaji, namna hiyo Esther Mtebe anatuacha katika upande wa michezo na burudani. Kukumbusha katika upande wa habari ya kutwa zima ya leo ilikuwa nami Lulu Hali. Kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Channel Plus na kuchagua kama kituo chako bora kabisa. Endelea kutufuatilia katika page zetu za Instagram, Facebook, bila kusahau na YouTube channel kama Plus Digital. Subscribe, share bila kusahau na kucomment. Kwa wakati mwingine, alamsik.